Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, karibu kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii leo. Kubwa kuliko kwa siku hii leo, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa sahihi, lakini pia kwa ule wakati ambao wewe unapaswa kupata taarifa hiyo. Kubwa kwa siku hii leo ni tuzo zinazotolewa kila baada ya mechi za ligi kuu bara. Ukiangalia katika vikosi vya Simba na Yanga, wageni ndio wamekuwa vinara kwa kuchukua mara nyingi na idadi kubwa ya wachezaji mbele ya mzawa. Tuzo hizo zimeelezwa na wadau pamoja na makocha kuibua ushindi wa timu pamoja na kushindana thamani ya mchezaji. Kama kawaida ya utani wa jadi, hakuna kitu wakawa nyuma. Kila eneo wanashindana katika tuzo hizo. Yanga imenufaika kwa kuchukua 11 katika mechi 12 katika kabla ya jana kucheza na Tanzania Prison, huku Simba ikinyakua 8 katika mechi 12. Kocha wa zamani wa makipa wa Namungo FC Emmanuel Kingo anasema asilimia wachezaji wanaocheza mbele wana nafasi kubwa ya kunyakua tuzo hizo kwa sababu wanahusika zaidi kufunga mabao, wanayotoa pointi kwa timu inayotoka mara moja kwa nafasi kama ya kipa mfano DR Dingwich, lakini pia alichukua dhidi ya Simba kwa sababu alisaidia Yanga isifungwe. Kuhusu wachezaji wa kigeni, kocha huyo anasema asilimia kubwa inategemeana na mikataba yao. Wengine inakuwa ni ya kuanza kikosi cha kwanza, hivyo wao ndio wanacheza mara nyingi. Hilo linawapa nafasi mshambuliaji wa zamani wa Yanga Mtibwa Sugar Said Banuz, lakini anasema kuchukua wageni inategemeana na viwango vyao na sivyo kila timu. Anayechezea kwa kiwango ndiye anayepewa nafasi ya kuzichukua, lakini kuhusu kupata wanaocheza nafasi ya mbele ni kutokana na hao wanaofunga na kutoa asisti. Mwisho wa siku lazima upatikane ushindi, ameyasema hayo. Lakini mchezaji mwingine anayechangia hilo ni kipa wa zamani wa Simba, Yanga na Taifa Star Mohamed Said Nduda. Anasema ukiona kipa ama beki kachukua tuzo, ujue siku hiyo timu imeshambuliwa sana, wamejitahidi kuizuia, ama timu imelemewa na beki kafunga. Ila ukweli unaochezwa nafasi za mbele, nafasi wazi kutokana na kufunga mabao. Kuhusu wageni wengine kuchukua, wameonyesha kiwango wanaostahili. Hilo liwape chachu wazawa kupambana zaidi. Kocha wa zamani wa Simba Abdalla Kibadeni anasema japokuwa tuzo hizo ni kwa timu zote zinazoshiriki ligi kuu, lakini klabu kongwe nchini haziwezi kuachana kushindana kwa kila sekta. Simba na Yanga haziwezi kuachana kushindana na kutaniana, na huo ndio utani wa jadi wenyewe. Mmoja anapofanya vizuri lazima atamtambia asifanye vizuri. Kila timu inatamba kwa wakati wake, ingawa wanachosisitiza utani wa jadi sio ugomvi wala uadui, anasema Kibadeni. Lakini beki wa zamani wa Yanga Oscar Joshua anasema kuna hisia ya furaha wachezaji wanaipata anapotokea kupata tuzo ya kutambulishwa kufanya vizuri katika mechi, inayoongeza morali ya kupambana kwa lengo la kuchukua zaidi na zaidi. Kiungo mshambuliaji wa zamani wa Simba Shabani Kisaga anasema tuzo ni heshima kwa mchezaji, ukiacha tu ile ya kila mechi zilizo nyingi. Hilo linampa nguvu mchezaji na kujiona anathaminiwa. Kuhusu Simba na Yanga, zina ushindani ambao hauwezi kuishia, lakini usikate tamaa Simba na Yanga. Kwa upande wa Guye anasema ushindani wa ligi kuu Tanzania ni mgumu, jambo la msingi kupambania ubingwa, lakini anafurahi kuchukua tuzo hizo. Hivyo ni kwa Rushain, anasema anashukuru kwa support wanayoipata kutokana na mashabiki wao, hao ndio wanawapa nguvu ya mapambano, huku akibishana kwamba kubwa zaidi anatamani kuona Simba inakuwa na ubingwa kwa nafasi ya kwake katika mechi ambazo zinaendelea kufanyika. Lakini kwa upande wa kipa wa Yanga Diara anasema nina furaha, ninashukuru mashabiki wanaotusapoti, tutapata moyo wa kupambana zaidi. Kwa hiyo hayo ndo yaliyoweza kuelezwa. Kila mmoja ameongea kwa nafasi yake kuhusiana na kupata tuzo. Kila mmoja ametoa la kwake ambalo anaweza kulisema. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia Gift Online TV kupata mengine mengi mazuri zaidi. Hii ni Gift Online TV. Wewe ambao umesubscribe na kuombe shukrani sana. Lakini wewe ambaye bado, endelea kufanya hatua hiyo. Usichoke kusubscribe, mwambie rafiki yako, jirani yako, endelea kufanya hatua hiyo ili uzidi kupata taarifa sahihi. Lakini pia tunaweza kufanya kipindi, tunaweza kutoa matangazo. Wewe ambao unatamani kutangaza biashara yako, chochote ambacho unatamani kukitangaza, basi wasiliana na Gift Online TV tuweze kukufanya bei za ofa kutokana na msimu huu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Tunafanya bei poa kabisa kulingana na mahitaji muhimu. Hii ni Gift Online TV, endelea kubaki na sisi.